Bwana, kitu ambacho tunaweza kusema Mwananchi, siku ya kilele cha Mwananchi nikimaanisha Yanga Day, ndio hivyo ambavyo unavyoona mazingira imenoga ile mbaya, ikiwa baadhi ya mashabiki wanachama Young Africans wameanza kujitokeza kwa wingi sana. Hali ndivyo ilivyo hapa kwenye uwanja wa Uhuru, lakini pia ukiangalia hapa bwana, mashabiki wapo katika morali kubwa, na morali yenyewe ikiwa inachagizwa na usajili ambao wameufanya, kila mmoja akiwa na hamu ya kuona baadhi ya mastaa ambao wamesajiliwa watenda kufanya nini siku hii ya leo, ikiwa ndio kama mechi yao ya kwanza, wenyewe wakitafsiri mechi ya kipimo. Na wananchi kama wanavyoona tayari wameanza kuingia katika mageti, kama vile ambavyo ilikuwa imeahidiwa saa 5 yatafunguliwa, na wananchi wataanza kuingia ndani kwa ajili ya kusubiria burudani mbalimbali ambazo zitakuwa zinaendelea. Mimi nipo hapa kwa ajili ya kuonyesha hali ilivyo tu na mazingira yalivyo hivi sasa, ulinzi ukiwa umeimarishwa, lakini pia biashara mbalimbali zikiwa zinaendelea. Lakini kikubwa pia, kwa sababu ni siku ambayo wananchi watakuwa ni wengi sana, nikimaanisha mashabiki wa Yanga wana baya, wameona ni vyema kufunga screen ambayo kwa wale ambao watakosa nafasi ya kuingia au pengine wamefika Benjamin Mkapa, wasiwe tu kwenye hali fulani ya kuachwa kama sio party ya wao mashabiki wa Yanga au wanaisupport Yanga. Wamefunga big screen ambayo baadaye itakuwa inaonyesha matukio mbalimbali yale ambayo yanaendelea ndani ya uwanja wa Uhuru, basi wengine watakuwa wakiyaona kwa upande huu. Kwa hiyo kitu ambacho nakufahamisha, kama bado haujafika hapa viunga vya uwanja wa Uhuru na Benjamin Mkapa, basi fika karibu sana kwa ajili ya kupata burudani mbalimbali ambazo zinaendelea. Huko ndani kutakuwa na wasanii wengi ambao wataperform, wasanii wa muziki wa Bongo Flavor na wale ambao wa kizazi cha zamani na kizazi kipya. Lakini hapa nje pia kuna burudani za matamasha na burudani mbalimbali zitakuwa zinaendelea, kama unavyoona big screen hapo, watashuhudia mchezo wa Young Africans na matangazo mbalimbali yakiwa yanarushwa. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo wananchi wanaipamba siku yao, na maswali mengi yamekuwa ni kwamba tamasha lililofanyika siku ya jana Simba Sports Club Simba Day, ambalo walikuwa kiadhimisha miaka 90 ya Simba, na pia ilikuwa ni Simba Day ya 17 wamefanya siku ya jana na kufanya mambo mengi sana ambayo makubwa. Leo Yanga wananchi watavunja rekodi, watafanya comeback, basi muda utaongea kwa kile ambacho wao kwa pengine wamekiandaa kama klabu ya Yanga kwa mashabiki wao. Tamasha hili la wiki ya Mwananchi, kilele cha wiki ya Mwananchi au Yanga Day kama inavyofahamika, mara ya kwanza kabisa lilianza mwaka 2019, na kipindi hiko bwana lilifanyika katika dimba la Benjamin William Mkapa. Lengo lilikuwa ni uchangishaji wa fedha kwa ajili ya sajili mbalimbali, lakini sasa hivi limeenda mbali zaidi, baadaye kuwa ni tamasha la kuachia burudani wananchi, lakini pia kuona vile ambavyo wachezaji wapya, sajili mbalimbali na uzinduzi wa jezi. Kwa hiyo imeenda mbali zaidi hivi sasa na imekuwa burudani tosha kwa mashabiki na kumbukumbu tosha kwa mashabiki wa Young Africans. Majira saa 1:30 itapigwa mtanange hapa kabla ya kuelekea kule visiwani Zanzibari. Wananchi mashabiki wa Yanga kwa mara ya kwanza wataiona timu yao live kabisa katika uwanja wa Uhuru, uwanja ambao umefanyiwa maboresho makubwa sana. Ukiangalia hapa nje kuna burudani mbalimbali zinaendelea, lakini pia mashabiki mbalimbali wakizungumza na vyombo vya habari. Basi tu kila mmoja kitamba kwa wakati wake. JNR Mtita TV, rafiki namba 1 wa burudani na michezo, na sisi tumejumuika, tuko hapa kwa ajili ya kuletea matukio mbalimbali. Mtazamaji wetu ambaye umetuamini na kusubscribe YouTube channel yetu, pointi ya msingi, kama bado hujasubscribe na kutana video hizi, basi gusa button ya subscribe ili uwe wa kwanza kupata update zetu kila pale ambapo tunakuletea na kufikishia habari mbalimbali kutokea hapa kwenye siku muhimu ya wananchi, Yanga Day. Mimi ni Abu Ali, nyuma ya kamera iko AP Classic ambaye anahakikisha picha inakuwa vizuri kabisa, picha imenyooka na matukio mbalimbali unayaona popote pale ulipo. Mfululizo wa matukio mbalimbali tumekuwa tukikuletea na umekuwa ukiona vile ambavyo wananchi wakifurahi kama hivyo ambavyo unavyoona hivi sasa. Endelea kuwa nasi, subscribe YouTube channel yetu, na udhamini mkubwa sana tunapewa na KP Autokala, wauzaji wa rangi original za magari kwa jumla na reja. Pia tunapewa udhamini mkubwa sana na Brand Hotel ambayo inapatikana pale Kisasa, Dodoma.
Wewe ni fundi wa magari, mchoraji wa rangi au mmiliki wa garage, unatafuta rangi original zitazokupa matokeo ya kiwango cha juu? KP Autocolor ndio jibu lako. Sisi ni wauzaji wa rangi original za magari kwa jumla na rejareja kutoka kampuni bora kabisa ya Advanced Automotive Paint. Tunazo rangi zote unazohitaji: metallic, 2K, NC, clear, hardener, high gloss, slow na standard tina. Pia tunayo puti, softy, prima, fiber, polish na wax. Zote ni original. KP Autocolor tunachanganya rangi kwa kompyuta. Tunafanya skani ya sample ya rangi yako ili upate rangi sahihi kabisa bila makosa. Tupo Dar es Salaam, Ilala, mtaa wa Kilwa, jirani na Machinga Complex. Na usijali kama upo mkoani, tunapokea oda na tunatuma mikoa yote. Usipoteze muda na rangi feki. Chagua ubora, chagua matokeo, chagua KP Autocolor. Piga simu sasa kwa namba 0714093999 au 0685346735. Email kpdiagnosis@gmail.com. KP Autocolor, rangi original, kazi safi, matokeo makubwa.